Mambo vipi mtazamaji wa Global TV? Tuko hapa KMC Complex, tumeshuhudia mchezo wa Simba dhidi ya Kagera Sugar na Simba ameondoka na pointi 3 muhimu baada ya kushinda goli 1-0. Goli ambalo limefungwa na Mutale, na hawa ni mashabiki wa Simba wakizungumza baada ya mchezo huu wanakiona kipi. Niko na mchungaji hapa. Mchungaji, mambo vipi? Mungu ni mwema sana. Au tuseme Bwana asifiwe. Amina, amina. Tumeshukuru sana tumepata ushindi. Huu ushindi ndio indicator Simba kwenda kuchukua ubingwa wa kombe la NBC Tanzania bara. Yeah. Kwa Simba, namna jinsi tulivyoiangalia mabadiliko ya kocha Fadlu Davis alivyoyafanya na performance za wachezaji jinsi ulivyoziona katika mchezo huu, unaonaje dabi inaenda kuwaje kutokana na ushindi wa leo? Je, ni chachu ama ni salamu kwa Young Africans? Tulianza tuliweka reserve kwa ajili ya dabi ya tarehe 25. Tumeanza tukiwa tunachechemea, lakini tulipopata goli moja tumeenda kulilinda mpaka dakika 90. Ina maana wachezaji wengi ambao kwa benchi ni kwa ajili ya tarehe 25. Tarehe 25 tuna kibarua kigumu ambao tarehe 25 ndio tunakuchukua ubingwa wetu wa NBC mwaka huu. Kwa sababu hii mechi leo kwa lazima tushinde. Tarehe 25 ndio tukatafuta ushindi wa goli moja, goli mbili, and then tutangaza ubingwa. Kwa hiyo hii mechi ya leo ilikuwa ni ya muhimu sana, ilikuwa sio kutoa sare. Hii ni mechi ambayo tulistahili kushinda. Kama ushindi huu wa leo, and then siku ya Jumatano tunatangaza ubingwa, mabingwa wapya. Hapo itakuwa 2 in 1. Tunatangaza ubingwa alafu tumemfunga na Yanga. Tutakuwa vitu viwili kwa wakati mmoja. Moja ya vitu ambavyo wanazungumza mashabiki wakati mechi inaendelea, wanasema kwamba Jinchaz Ahua leo hajatoa ile output ambayo tunaifahamu kama mchezaji ambaye anaongoza kwa mabao sasa hivi. Wewe kwa kiwango chake na namna alivyocheza katika dakika alizopewa, umeona amefanya kile ambacho anastahili kufanya? Na mechi waga zifanani. Kuna mechi umeona huyu anashuka daraja, lakini usimuona alivyokaza. Maana yake nini? Kulikuwa na ushindani wa kutosha. Yaani mwaka huu Simba amekutana na mechi zote ambazo ni ngumu. Hakuna mechi unaosema kwamba ni mechi ilikuwa nyepesi. Mechi zote zilikuwa ni tight. Hii mechi ya leo, yani mechi hii ya leo unaangalia jamaa wamekaza, ilifikia hatua zibi tuzuie dakika za mwisho ili tuweze kuondoka na ushindi. Kwa hiyo dakika za mwisho ongeza kusawazisha hapo ilikuwa ni 1-1. Na mida hii tungesema ubingwa hamna tena. Lakini kitendo cha kuweza kuzuia goli moja ili tusifunge goli lingine imesaidia. Tarehe 25 tunaenda kutangaza ubingwa wa kombe la NBC kwa kuwafunga Yanga Africa ndani ya Benjamin Mkapa. Moja ya kitu ambacho kilikuwa ni moment nzuri sana kwa mashabiki wa Simba ni Ping Kamara, namna alivyofanya save ya V against 1. Unamwonaje Kamara kwa performance yake ya leo na save aliyofanya kwa kiwango hichi? Unawapa salamu Young Africans kwa kiasi gani? Hii ndio inaonyesha kwamba ni kipa mkubwa. Kipa mkubwa ndio vitu kama vile. Umeona amesave goli 2 za wazi. Yeye na strike up. Yaani yeye kabaki, yani jamani baki yeye na goli. Lakini jamaa uzoefu umetusaidia. Kwa hiyo siku hii ya leo tumshukuru sana Kamara, ametusababisha tuseme kama tumeenda finali. Maana siku ya tarehe 25 ni finali. Yanga akishinda anachukua ubingwa, Simba akishinda anachukua ubingwa. Kwa hiyo mechi ni kama finali. Kwa hiyo hii mechi ya tarehe 25 si mechi nyepesi kama watu wanaofikiria. Ni mechi inaenda kuamua hatima ya Simba kuwa bingwa. Na ni mechi ambayo inaenda kumfunga mtu. Tunamfunga mtani na ubingwa tunabeba. Na yeye anategemea tarehe 25 atufunge ili na ubingwa aweze kuchukua. Kwa hiyo ni mechi ambayo ya tarehe 25 itakuwa na vuta ni kuvute. Ndio maana tumejiandaa muda mrefu. Hiki kimya ulichokiona ni kimya cha kishindo. Ni kimya ambacho tumeenda kumaliza kazi yetu. Ndio maana sasa tujasema dabi ipo wala nini. Sasa tujali mashabiki, tunachotaka siku hiyo Simba achukue ubingwa. Na ni mechi ambayo tumejipanga kuliko watu wanavyofikiria. Huu kimya ni kimya mkubwa ambao hakuna mtu ambaye alitegemea kwamba huu kimya kwamba Simba hata sema dabi wala mna kiongozi wote alisema. Viongozi wamejipanga mpaka sisi washabiki tumejipanga kwa ajili ya tarehe 25. Yeah. Unazungumziaje wale mashabiki ambao wako upande wa pili kwamba hawataki kucheza mechi? Unawashauri nini? Wale hawajui kinachoendelea. Yaani wale wapo kama bendera tu, hawajui kinachoendelea. Tarehe 25 haina jinsi, ni lazima ucheze dabi. Sisi tuna tofauti kubwa sana na Yanga. Sisi na Yanga tuna tofauti mkubwa. Sisi hatuwezi kuwa kama Yanga. Yanga wanasema sisi hatuchezi. Simba ni wastaarabu. Sisi tunasema tutacheza. Umeona tofauti hiyo? Haiwezekani mtu kama akili hana na wewe akili yake ilivyokuwa mbovu tumuendekeze na sisi vile vile. Haiwezekani. Simba ni timu ya mpira. Simba ni timu ya mpira, ni tofauti na Yanga. Falsafa za Yanga na za Simba ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo Simba lazima tupeleke timu. Na la siku hiyo lazima tushinde. Hiyo ni lazima, sio ombi. Lazima tushinde na tupeleke timu, tuchukue ubingwa wa NBC na kumfunga Yanga. Maana hii tokea nchi yumbu haijawahi kutokea kwamba mechi hii kama finali unamfunga mtani na ubingwa unachukua. Kwa hiyo sherehe itakuwa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo wana Simba kokote pale walipo, dabi mtu asikudanganye, dabi ipo. Na tutaenda kucheza tarehe 25. Na hatumuogopi mtu yote. Hatumuogopi mtu yote. Yanga tuogopi sisi. Simba imekamilika. Haiwezekani tumecheza kombe la shirikisho barani Afrika, alafu wetu tumuogope Yanga Afrika. Itakuwa vituko hivyo. Simba timu kubwa. Na niwaambieni Simba hii ilistahili kucheza kwa World Cup kama kina Raja Casablanca. Ilistahili kwa sababu wanapocheza wana tofauti na Simba. Mimi nakwambia kwa mfumo wa mwalimu Fadlu
kombe la dunia tungecheza hata robo. Si wale wanao kina National wanavyohangaika, Dortmund wanavyohangaika, umeona kina Inter Milan wanavyohangaika. Simba ingeingia muda angewasumbua. Simba kina Mpanzu huyu wangepata wakati mgumu mno. Kwa hiyo tusubirie 2027 Simba Sports Club kwenda kombe la dunia. Na nikueleze kitu. Kuna watu wanachukulia Simba poa. Na baadhi watu wa Simba wenyewe wana hofu na timu yao. Ila mimi nawatoa shaka. Tarehe 25 kwa mipango ambayo tumeweka na huu kimya mlioona ni ukimya kwenda kummaliza Yanga Afrika tarehe 25. Moja ya maswali ambayo wanajiuliza sasa hivi mashabiki wa Simba Sports Club ni injury ambayo imepatikana kwa Chasambi. Endapo Chasambi atakosekana kwenye dabi, unaona kwamba kutakuwa kuna pengo ama hakuna? Kwa aina ya mfumo mwalimu, hata Chasambi asipokuwepo, kwa sababu Chasambi kuna mechi nyingi achezi na Simba inapata matokeo. Kwa hiyo tarehe 25 mimi natangaza kiama kwa Yanga Afrika, wakae mguu sawa. Tumekuja kivingine. Ndio maana safari hii dabi hakuna mtu aliyezungumzia mpaka viongozi. Kwa hiyo leo rasmi tunatangaza tarehe 25 Yanga waje wima. Ndio siku wanaenda kuadhirika ndani ya Benjamin Mkapa. Na kuna kazi nimeifanya mimi wiki nzima hii. Kuna kazi sitaki kuisema. Ila Yanga wamekwisha. Nisikize maneno yangu. Beba maneno yangu nayokuambia. Ukitoka uwanjani pale niulize, mchungaji, kwa nini Simba hajachukua ubingwa? Simba ni bingwa mpya wa kombe la shirikisho. Kombe la shirikisho, kombe la NBC Tanzania bara siku ya Jumatano. Baada ya saa 12 niambie mchungaji ulisema na imetimia. Nikwambia kitu nisikilize mimi. Simba ni bingwa mpya. Yanga sasa hivi hana lake. Ndio maana sasa hivi wanawezeka. Wanatulazimisha tuseme. Tuseme nini wakati tarehe 25 ndio siku ya dabi? Mbona msemi? Tuseme nini? Wewe unaandaa mechi tarehe 25 wakae mguu sawa. Kwa hiyo wana Simba kwa kote walipo, mechi ya tarehe 25 iko pale pale na Simba ndio bingwa mpya wa kombe la NBC mwaka huu. Bwana mshukuru, shukrani sana. Asante sana na Mungu. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na internet ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na internet ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.